Shuhuda ya huyu uisikie pia. Njoo shuhudia hapa kidogo mama. Mimi sijaimgusa mpaka leo, na hii ni shuhuda ambayo hata Yesu anaijua. Na wewe unayejua, unayemwangalia, unayetazama, ujue shida yako ni ndogo. Hiyo shida unayoiona hapo, unasikia maumivu unasikia, hiyo shida uliyoanza kuiona toka zamani, leo anza kuona una shida kabisa. Na ruhusu, wangapi nasema ashuhudie? Shuhudia, kwa sababu kuna mtu hapa anafikia na shida kuliko wengine. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa na tatizo la uvimbe. Baada ya tatizo la uvimbe nikafanyiwa operation. Baada ya operation mshono wangu ulileta shida. Shida yenyewe nilikuwa nikila chakula kinamwagika, nikimeza dawa pia zinamwagika, nikinywa chai yani ndo kabisa nasikia inamwagika mpaka naungua. Kwa hiyo kila nilichokuwa nakula chote kinatoka. Madaktari wakati imelazwa Bugando wakawa wanakaa zaidi hata wa 7 kwenye kitanda changu wakidiscuss nini wafanye. Mwisho wa siku nikaambiwa kwamba nirudi nyumbani. Sasa mimi nikafikiria narudi nyumbani vipi wakati kupona bado? Nikamuuliza na mume wangu, inakuaje? Mume wangu akashindwa hata siniambie. Yaani akashindwa hata nini aniambie. Nikamwambia mume wangu, sikiliza. Hawa watu wanatuuzia mbuzi kwenye gunia hawa. Mimi nimekuja hapa mzima pamoja na kwamba nilikuwa na uvimbe lakini kwa sijapasuliwa. Sasa iweje wamenipasua sasa hivi mpaka chakula nashindwa kula kinamwagika, wananiambia nirudi nyumbani, inawezekanaje? Labda watu hawajui kimemwagika. Maana yake utumbo ulikuwa wazi, si ndio? Utumbo ulikuwa wazi. Ndio. Kwa hiyo ulikuwa unamwaga chakula. Kuna mtu anajua kumwagika anafikiri ulikuwa unamwaga tumboni kwa nje vinamwagika. Utumbo ulipasuliwa hospitali, alafu mshono kagoma. Aha. Baada ya mshono kugoma sasa na madaktari wakawa wanajadili kuhusu mimi, mwisho wa siku wakaniambia nirudi nyumbani. Mimi nikajua kwamba kurudi nyumbani ndio naenda kufa. Madaktari mara nyingi huwa hawawezi kukwambia kwamba unaenda kufa. Ila kwa akili haraka haraka mimi nilijua hii ndio basi tena imekwisha. Lakini baada ya kurudi nyumbani wakaniambia niwe nafanya mazoezi ya kutembea. Natembea, alafu na mume wangu akamfundisha jinsi ya kunifanyia usafi. Yaani nafanywa usafi kila siku mara 3, asubuhi, mchana, jioni. Yaani tumbo hili likamuliwa, sijaamini kwamba tumbo lingekaa sawa. Lakini baada ya hapo daktari akawa anasema kila Ijumaa niwe nahudhuria Bugando. Lakini pamoja na mazoezi nikawa nashindwa kufanyaje kusimama. Kusimama ilikuwa ni issue sana. Sasa nikamwambia mume wangu siku moja, nikamwambia mimi naenda kanisani. Akaniambia yuko kanisani utaenda kusimama vipi? Nikamwambia mimi itaeleweka mbele kwa mbele ninaenda. Yaani alikuwa ananipinga lakini mwisho wa siku akaniambia haya nenda. Nikaja hapa yani katika nguo nimeweka vitenge, mashuka, yani nimevaa vitu vingi ili hata nikikaa ule uchafu usije ukamwagika mbele ya watu. Kwa sababu hata kama nilikuwa sijala kitu, uchafu tu unamwagika. Sasa nikaja hapa. Baada ya kuja hapa mchungaji akaniona. Kumbuka mwanzo mchungaji alikuwa hajui tatizo langu eti. Nilikuwa sijai kumwambia kwamba naumwa nini. Alikuwa hajui. Nilivyokuja hapa akaniambia wewe mama njoo hapa mbele. Nikaja. Akaanza kuniambia, "Mbona tumbo lako linatisha we mama? Mbona uko hivyo? Hiki ni nini?" Yaani kabla sijamwambia mchungaji akaanza kunielezea jinsi alivyokuwa ananiona. Mimi mwenyewe nikamshangaa. Apostle, anajuaje? Yaani jinsi anaponielezea ni picha kamili. Yaani ndio uhalisia jinsi nilivyokuwa. Akaniambia, yani akasema kwamba nyie kama mngelimuona huyu mtu alivyo, nafikiri hata msingekaa naye karibu. Jinsi alivyo, tumbo liko vibaya. Mbona tumbo liko vibaya hivyo? Yaani mimi nikaishia kulia tu, hata mchungaji sikumueleza. Sasa tangia siku hiyo akaniambia kwamba wewe kila ukija utakuwa unasimama hapa. Na mimi nikatii. Lakini roho nyingine inaniambiaje? Nawezaje kusimama hapa wakati mimi kusimama hata dakika 5 siwezi? Huyu baba ni katili.
Ukajua ukasema ni katili. Yaani moyoni nasema huyu baba katili, angenijua mimi shida zangu hata kusimama kwenye dakika 5 siwezi. Sasa iweje ibada ya hapa kusimama masaa 3, 4, 5? Lakini roho nyingine, hebu kumsikilize. Mimi nikishindwa, nikiona siwezi nasepa. Unaondoka manake. Naondoka, anajisemea moyoni, nikiona siwezi najisikia vibaya kutetemeka. Mimi sitaki kuumbuka mbele ya watu. Nitaondoka kimya, sitaki kudondoka hapa. Basi bwana, nikasimama hapa. Lakini jinsi nilivyosimama, nikawa najiona nasikia nguvu fulani. Hiki nini najiuliza, hata majibu sipati. Inakuwaje? Nikaanza kumshangaa Mungu wa mahali hapa. Nikasikia kuna vitu fulani vilikuwa kama vinanivuta fulani hivi. Yaani vinanivuta nirudi kwa hivi, siwezi kumsimama hivi kama wima hivi, siwezi. Yaani hata nikiwa nyumbani lazima niegemee kitu. Lakini kwa mara ya kwanza Apostle alivyoniambia nisimame hapa, wapendwa, niliweza. Lakini nafikiri wengine ni mashuhuda, mlikuwepo. Niliweza kusimama hapa mwanzo mwisho. Tangia siku hiyo narudi nyumbani namshuhudia mume wangu asiamini. Nikamwambia kama uamini muulize Jackie. Jackie akamwambia baba kweli. Basi akanambia endelea kuabudu pale. Kweli. Tangia siku ile mpaka leo Apostle Mia niambia nisimame hapa, na mpaka hivi wanasimama. Hajawahi kunigusa kusema kwamba aniombee tumbo shoneka au fanya. Yesu mwenyewe kanishona mahali hapa. Kwa hiyo saa hizi chakula kikaacha kutokea tena hapo. Kikaacha kabisa mchungaji. Kwa hiyo utumbo ukajishona. Kabisa. Yesu ameshona. Alafu vizuri kabisa kwa ustadi. Vizuri kabisa. Kabisa baba. Kama ameweza kushona utumbo uliokuwa na mwaga ya chakula, kuna kitu gani kinaweza kushindikana kwa Mungu? Kuna mtu anaweza kaona ugonjwa wake ni mkubwa. Unaweza kufanana naye? Si unaweza kwanza kukata tamaa, kunaweza kukafika. Na yeye alishakata tamaa. Alikuwa anajua amerudi nyumbani kutoka hospitali kwenda kufa tu. Anangoja kufa. Kama hawezi kusimama, alafu anakuambia kafanye mazoezi, alafu hawezi kusimama. Hiyo ni sawa sana kumwambia kiwete simama ukimbie. Ni sawa sana kumwambia nani ameshona. Sema tena Yesu. Sema tena Yesu. Kwa hiyo utumbo sasa umeshajishona tayari. Kabisa. Safi. Safi kabisa. Unakula kila kitu. Kila kitu. Unakunywa kila kitu. Kila kitu. Na hakitoki. Yaani niko vizuri. Haleluya. Sasa madaktari wanasemaje? Yaani kuna siku moja nilikuwa natembea maeneo ya wapi pale? Mkolani. Nikakutana na daktari wangu mmoja aliyenipokea, na ndio daktari aliyekuwa akiniangalia mimi kila kitu. Alikuwa yaani bahati nzuri alikuwa kwenye gari. Mimi nikapita akaniita. Bahati nzuri anajua jina langu. Nikageuka kumwangalia, akasema ni wewe? Nikamwambia ni mimi. Ni wewe? Ni mimi. Bahati nzuri kwa vile alikuwa kwenye foleni, akaondoka na mimi nikaondoka, tukapongeana mkono, lakini hakuamini. Nafikiri alishangaa kuniona natembea. Simpigie Yesu makofi. Anashangaa, anaona mtu ambaye alijua atakufa, atasikia taarifa zake za kufa, anaona anatembea. Wacha watu waone unatembea, waliokatia tamaa waone unatembea kwa jina la Yesu, waone unatembea kwa jina la Yesu. Kiroho utembee na kimwili utembee. Kwa hiyo saa hizi afya njema, unamfurahia Yesu. Kabisa. Mpigie mwenyewe Yesu makofi hapa. Nimetaka ashuhudie kwa sababu kuna watu wanafikiri yeye anaumwa zaidi. Anasema mimi nikiguswa na mchungaji, nikiguswa tu leo aposta niguse. Sikiliza. Naposema ondoa vitu vingine, mweke roho. Huyo roho atafanya operation zote. Atakuhudumia kwa viwango vikubwa. Amen. Hongera. Endelea kumtukuza Yesu.